Rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore siku ya jana tarehe 9 Mei mwaka 2025 alipata nafasi ya kuhudhuria gwaride kubwa la kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi wa Urusi dhidi ya Nazism. Tamko lake limevuma kwa ujumbe mzito dhidi ya ugaidi na ubeberu. Na nukuu, kwa kuhudhuria gwaride la kuweka shahada la maua, natoa heshima kwa jeshi la Sovieti na wanajeshi walioshiriki waliokomesha Nazism, aliongea Captain Ibrahim Traore. Hii sio kauli ya kawaida na tamko la kiitikadi. Linaonyesha msimamo mpya wa Afrika dhidi ya uonevu wa kimataifa. Vita dhidi ya Nazism zilifika kilele mwaka 1945 baada ya jiji la Berlin kutwaliwa na jeshi la Soviet. Zaidi ya watu milioni 20 wa Soviet walipoteza maisha. Ushindi huo haukuwa wa kawaida. Ni msingi wa fahari ya kitaifa Urusi hadi leo. Captain Ibrahim Traore anaunganisha historia hiyo na mapambano ya sasa ya Burkina Faso dhidi ya ugaidi na uonevu kutoka kwa mabeberu. Anasema, ushindi huo wa kihistoria unanipa ujasiri kuwa nchi yangu na muungano wa AEC tutashinda ugaidi na ubeberu dhidi ya watu wa Burkina Faso kwa gharama yoyote. AEC, Alliance de Estate du Sahel, ni umoja mpya wa kijeshi kati ya Burkina Faso, Mali na Niger. Wote wamepindua tawala za kiraia na kutangaza kupambana na ubeberu wa magharibi, hasa ushawishi wa Ufaransa. Kwa kuhudhuria tukio la Urusi, Traore anatuma ujumbe: tuko pande za nchi zilizopinga unyonyaji wa kimataifa, na pia anasisitiza usalama wa nchi zetu na ustawi wa watu wetu ndio kinachotuongoza kila siku. Hatimaye Ibrahim Traore anasema, na kukaribisha ushirikiano wenye manufaa kwa upande zote kati ya Burkina Faso na ushirika wa Urusi. Hii ni hatua ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi, teknolojia na diplomasia. Katika miaka ya hivi karibuni, Urusi kupitia Wagner Group imekuwa mshirika mkuu wa kijeshi katika nchi za Saheli, ikichukua nafasi ya Ufaransa. Kwa Traore na viongozi wengine, huo ni mwanzo wa enzi mpya ya uhuru wa Afrika. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo aliweza kuzungumza Ibrahim Traore siku ya hapo jana, ambapo aliweza kuhudhuria hafla ya ushindi katika vita kuu ya kwanza ya dunia, ambapo Urusi waliweza kumshinda Ujerumani, yani Nazism, na ndipo zaidi watu milioni 20 waliweza kupoteza maisha katika vita dhidi ya Urusi pamoja na Ujerumani au Nazism. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification ili uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo zinahusu masuala mbalimbali ya kisiasa pamoja na michezo pamoja na burudani. Jina langu ni D wa KW TV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.